Kwenye mitandao ya kijamii, sakata la Elie Mpanzu kuwa na mapenzi na Young Africans limezua gumzo kweli kwenye mitandao ya kijamii. Gareth Derrick. Niambie ndugu yangu. Vizuri kaka? Mimi niko poa, sijui. Shwari kabisa? Heri kabisa. Fresh kabisa. Bwana, sakata la Elie Mpanzu limezua taswira kule. Of course, unajua kila mmoja anakuwa anazungumza yake. Kwa upande wa Simba wanakuwa wanazungumza yao, lakini pia vile vile ukisogea na kwa upande wa Young Africans na wenyewe pia wanazungumza yao. Although nilimsikia leo Ahmed Ally mwenyewe akithibitisha na kuambia klabu yoyote ambayo inamhitaji Elie Mpanzu dhahiri shahiri iweze kusogea na ende kapige hodi kwenye viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ili waweze kunegotiate kama wanaweza kuangalia kuna namna gani wataweza kumpata mchezaji wa namna huyo. So hizi zingine ambazo zinazoendelea ni random tu za hapa na pale kutaka tu kumtoa mchezaji kwenye concentration ya mpira, kwa sababu wenyewe tayari wanakuja, unajua kabla ya dirisha dogo la usajili ambalo Simba wamefanya, Elie Mpanzu ndiye alikuwa miongoni mwa wachezaji kia hatari ndani ya Simba Sports Club. No doubt tutakuja kumzungumzia mtu kama Elie Mpanzu, lakini utakuja kuona miongoni mwa falsafa nyingi ambazo zilikuwa zikifanywa na Simba katika eneo zima la uwanja, matumaini yao mengi yalikuwa ni kwa Elie Mpanzu. Lakini hiyo ninakwenda kuizungumzia achana na msimu huu, msimu wa mwaka jana ndipo nakuja kumuona Elie Mpanzu kibisawala alikuwa kwenye ile peak performance ambayo alikuwa nayo. Though unakwenda kumwangalia tena Elie Mpanzu ambaye yupo kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, anawasaidia Simba kuwapeleka hatua mpaka ya fainali. Sio Elie Mpanzu ambaye kila mmoja alikuwa pengine huenda kwa msimu huu sasa angeonesha makali zaidi ambayo alionesha katika dirisha dogo ambalo Simba walifika mpaka hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. What can happen? Sasa hii inakuja kutokea kwa namna moja ama nyingine, utakuja kwenda kuwagundua sasa kwamba Young Africans wanatolea macho kitu kizuri kweli kweli. Yani Young Africans wakishaona, kiufupi very simple, Young Africans hawataki kuona Simba inafanya maendeleo mazuri. Simple to like that. Utakuja, si umekuja kugundua kwamba wanamtaka Elie Mpanzu, lakini tayari walishahusishwa na kumtaka na Morris Abraham. Wewe hapo nataka kunithibitishia kwamba Hans Raphael yuko sahihi katika hili, kwamba ana mapenzi na Young Africans na huenda akaenda kule. Swala la kusema mapenzi kwa Young Africans nitakuwa niko dilema, njia panda. Kwa maana sijakuwa Elie Mpanzu kibisawala niseme ni muongelee, lakini pia vile vile na sijakuwa upande wa Young Africans niseme niweze kuwaongelea. Hapa nataka kujaribu kubalance gender equation, ambapo nikiwa na maana ya kwamba anasema Hans ya kwamba Elie Mpanzu ana vinasaba na Young Africans. Brother, ninaamini hakuna mchezaji yoyote ambaye anatokea nje ya ardhi ya Tanzania ambaye anataka kucheza pasipo kubeba makombe, kwa sababu anaamini ya kwamba nimetoka nyumbani kwetu nje ya mipaka ya Tanzania, nimekuja kutoa mataji kwenye klabu ambayo nimeenda. Lakini kuna vitu vingine ambavyo actually unabidi ujiulize moja kwa moja. Pengine nikifanikiwa kwenye hili, what can happen? Sijui umeelewa? Although leo tutakuja kugundua Fabrice Ruamba Ngoma tangu ametoka Kongo mpaka anakuja Simba Sports Club, ameondoka hana kombe hata moja. Nenda kagundue ya kwamba sio peke yake. Jean Charles Ahoua ametoka Ivory Coast, anakuja Simba Sports Club. Ukiangalia Simba utakwenda kugundua kwamba iko namba 5 kwa ubora barani Afrika. Lakini mbona haibebi makombe? Katika makombe yote ambayo inachukua, inashindwa kufanya nini? Kumaintain hata kombe moja. Sawa, tunashiriki kwenye michuano mingi, hata kombe moja kweli tushindwe kuchukua? Inaonekana kama sio kweli. Yani it means that Azam ameanza kuingia kwenye mfumo sasa hivi wa kutaka kumpick Simba Sports Club. Waila ni kitu ambacho katika miaka kadhaa ya nyuma kwenye mpira wetu wa Tanzania ilikuwa ni kitu ambacho si kweli, lakini sasa hivi inakwenda kwamba Azam anataka kwenda kuprove ya kwamba no, kumbe hata nikienda kucheza na Simba nina uwezo wa kumzuia na matokeo asipate. Sasa hapa Simba wenyewe wanabidi pia wacheze kwa akili yao, walitafakari hili. Kwa nini Azam anakwenda kupata mabavu ya namna hiyo? Kwa nini Azam anakwenda kutuzuia sisi
tunapotaka kufanya jambo letu. Kwa nini tunashindwa kufeli kwenye hilo? Kuna namna utakuta kunagundua ya kwamba tayari kwenye eneo la pitch kuna misunderstanding kwa baadhi ya wachezaji ambao wanabidi waitumikie Simba vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri pamoja na kuhakikisha mashabiki ambao hawa wanaitwa na Ahmed Ally wanapata furaha. Hakuna shabiki leo hii anayetokea kaskazini, anayetokea kusini, anayetokea magharibi, anatokea mashariki, anatumia nauli yake, anatumia pesa zake, anatumia starehe zake kwa ajili ya kuja kuiangalia Simba, then anakuja hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa anashindwa kupata matokeo. Imagine hata kama ndo ungekuwa ndo wewe. Natumia almost karibia ya 100,000 nzima kwa ajili tu ya kuja kuiona Simba yangu na nipate furaha. Ni shabiki huyo, and then imagine sasa anapokuja huyo shabiki anakosa ile furaha ambayo anaitarajia. Baada ya furaha unikinyimwa, napata karaha. Ndio ambapo nakuja kuona mashabiki wengi wanakuja kufanya nini? Wanakuja kulaumu sana kuhusiana na uongozi, lakini pia naamini kuna kitu ambacho mashabiki wengi hawajakigundua bado. Yani ninaamini mashabiki wengi wa Simba bado hawajakigundua hichi kitu. Kitu ambacho mashabiki wengi wanapaswa kukigundua, mashabiki wa Simba, ni kitu kimoja tu. Mpira siku zote actually una matokeo haya matatu. Jana Barcelona kafungwa goli hizi 4. Wamemaliza pale, mechi imeisha dhidi ya Atletico, they clap their hands ya kwamba ndo football ambayo imetokea. Tunakwenda tunajipanga tena matokeo, tunakwenda kutafuta matokeo sehemu nyingine. Ndicho ambacho mimi na imani kabisa leo hii hata Young Africans akifungwa pale, hautakuja kusikia mashabiki wao wanakuja wanatoka nje, wanaanza wanarush up, wanapiga kelele. No, wanajua namna ya kustahimili kwa ajili ya kushindwa kwa kuwatoa wachezaji wao kwenye concentration ambayo wako nayo. Sasa leo hii shabiki wa Simba timu imefungwa, unawaondoa, cha kwanza unaanza kupiga kelele. Ukipewa tu kimaiki tu kidogo, unapaza kidogo. Unafikiri leo Mpanzu akiona unamtukana? Unafikiri leo akiona Libase Gwe anatukanwa na mashabiki? Leo akionekana Morris Abraham anatukanwa na mashabiki? Kitu gani ambacho kinachokuja kwenye kichwa chako? Ya kwamba tayari mimi kumbe nimekosea kidogo, wale watu wameanza kufanya nini? Kunidhihaki. Wananiona sifai, wananiona sipasi kufanya hivi. Hapo ni very simple, ambapo unakuja kumpa mtihani mwepesi sana mpinzani wako. Anakuja tu tajiri engineer anakuambia Sumona unavyokulalamikia. Unashinda kusogea hapa mdogo wangu ukapata furaha. Unashinda kusogea hapa ukapata furaha na amani. Twenzetu ndugu yangu tukapate furaha. Ndio hicho ambacho anakuja ukiona romance nyingi ambazo zinazoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Pengine sasa kwa majibizano ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii huko Hansi Rafael, huko Ahmed Ally, taswira gani inajengwa kwenye mchezo? Nadhani sina kiki tu hizo bro. Kiki. Although yani mimi naamini ya kwamba Hansi ana experience kwenye mambo yake anayoyafanya. Ahmed Ally anafanya kazi kutokana na kwamba yeye ni msemaji wa Simba Sports Club na anafanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Simba Sports Club inasimama sehemu sahihi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata vitu mbalimbali ambavyo vinatokea kwa Simba Sports Club, lakini pia licha ya hivyo vinakwenda kuwasaidia mashabiki wa Simba kwa ajili ya kugrow na kujua ni namna gani ambacho timu yao inahitaji na vitu vingine ambavyo vinavyoendelea. So mimi kurudi kuniambia kwamba huyu anajibizana na huyu anajibizana na huyu, brother, alishawahi kuniambia mchungaji wangu, ukimwona mjinga siku zote anakuambia kitu, anakuendelea kukuambia, be silent. Be silent. Sawa, mnyama Simba anakwenda kwenye mchezo wa kimataifa wa mwisho wa hatua ya makundi akiwa na alama 2, ingawa bado hawezi kufuzu hata akienda kushinda. Stade Malien amekwisha kufuzu. Utakuwa ni mchezo wa namna gani? Of course mimi naamini ya kwamba Simba hawana jipya kwenye michuano ya CAF Champions League kwa msimu huu. Si ndio? Lakini kitu kingine ambacho mimi ninachokiamini kwa upande wangu, ninaamini ya kwamba Simba pengine kuna namna ambavyo wanabidi waende kuweka mchezo huu wa mwisho, kuweka heshima, kwa maana ya kwamba huu ndio mchezo wa mwisho kwa Simba Sports Club, lakini pia vile huu ndio utakuwa mchezo wa mwisho wa Simba ambao utakwenda kuwatambulisha kwa msimu ujao kwenye tournament za CAF Champions League, kama watapata nafasi ya kushiriki kwenye michuano ya CAF Champions League au CAF Confederation Cup. Hii itakwenda kuwapa nguvu kwa sababu ya kwamba watakuwa naamini ya kwamba mchezo wetu wa mwisho ambao tulicheza katika dimba la Benjamin William Mkapa tulipata matokeo. Although hatukufanikiwa kufuzu,
lakini mchezo wetu wa mwisho tulifanya nini? Tulipata matokeo. Kwa hiyo kwa uhakika wangu mimi ninaamini ya kwamba utakuwa ni mchezo mgumu, japo tayari Stade Malien wameshafuzu, lakini pia vile vile ninaamini ya kwamba approach ambayo atakayokwenda nayo Simba ni kuhakikisha kwamba anataka kupata matokeo. Ninataraji kuona Simba ikiwa na commitment ya hali ya juu kweli kweli katika vipindi vyote viwili. Unajua Simba ni kama siwezi lakini Simba ni kama gari bovu. Nikiwa na maana kwamba kipindi cha kwanza kitakupa mpira unaotaka wewe kama shabiki ambao umekuja kuiangalia mpira. Lakini kipindi cha pili utastaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Naweza nikazungumza hivyo nikatukana, wakanitukana, hapana, lakini nadhihirisha hili. Hata nenda kaangalia katika mchezo dhidi ya KMC. Wanapata goli 2 katika kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili wana create nafasi nyingi lakini wanashindwa kuzitumia. As the same nenda kaangalia katika mchezo ambao umemalizika katika tournament ya CAF Champions League hapa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa dhidi ya Esperance de Tunis. Utakuja kugundua ya kwamba tayari kipindi cha kwanza Simba anaongoza goli ngapi? Goli 2. While anashindwa kujishikilia, Simba anashindwa kulishikilia bomba, anakuja kuchomolewa mechi zote na Armanusula Simba kwenda kufanya nini? Kufungwa goli la 3. So utaamini kwamba Simba wanahitaji commitment ya hali ya juu kweli kweli katika dakika zote 90 ambazo wanazokwenda kuzicheza. 45 za kipindi cha kwanza, 45 za kipindi cha pili. Mimi ningekuwa kocha Steven Becker, kama ndo Simba yenyewe ndo hii, ningeenda na commitment ya hali ya juu, ningehakikisha kwamba dakika 45 napata matokeo. Dakika 45 za kipindi cha pili na kwenda kulinda na kwenda kushikilia bomba kwa namna yoyote ile ambavyo natakiwa, ili mradi timu iweze kupata matokeo. Kwa maana ya kwamba unaweza ukapata matokeo, lakini kama hauna defensive nzuri ambayo inaweza kuhakikishia kwamba wewe kama mwalimu na kuwaamini wachezaji wako kwa muda huu, kwamba hawa wachezaji ambao wanaoingia uwanjani kwa muda huu wana uhakika kwenda kushikilia yale matokeo ambayo tumeyapata na kuhakikisha kwamba mchezo huu ndani ya dakika 90 tunafanya nini? Tunamalizika. Otherwise kama Simba atapoteza tena mchezo huu, kuna sintofahamu nyingine itanyanyuka. Sawa. Tuambie kwa upande wa pili Young Africans. Naye Jumapili anakwenda kucheza mchezo ambao umebeba hatima ya yeye kwenda hatua ya robo finali. Unampa asilimia ngapi Young Africans kwenda hatua ya robo finali? Cha kwanza anakwenda kukutana na mpinzani mgumu. No doubt. JS Kabrini miongoni mwa mpinzani mgumu kweli kweli. Young Africans wanaweza wakaichukulia hii mechi kama ni mechi nyingine, lakini pia Young Africans wanaweza wakaichukulia hii ni aina ya mechi ambayo wao kama wao ndio mechi yenye maamuzi ambayo itaweza kuwasaidia aidha kubaki katika tournament za CAF Champions League ama kubaki katika ligi kuu ya NBC Premier League. Hapa ndipo ambapo Young Africans mwenyewe ndipo atakapokwenda kuchagua aidha CAF Champions League niendelee kupanda ndege niruke mwewe au NBC Premier League. Huu ndio mchezo ambao utakao kwenda kuamua Young Africans. Lakini mimi ninaamini kwenye falsafa, hata mara ya mwisho nilishawahi kuzungumza. Operation kubwa kwa Young Africans katika eneo la defensive, eneo la kulinda kwa upande wa Young Africans ni very simple. Wamtumie Mohamed Hussein Shabalala. Obstacles ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao wana commitment ya hali ya juu, wana deserve, lakini pia vile vile wanaheshimu mpinzani ama adui ambaye anafanya nini, anayekuja mbele yake. Most of mistake ambazo zimefanywa na Young Africans, hata ukiangalia katika mchezo dhidi ya Ahli, ukiangalia ni Cedric Boka, naenda kaangalia katika mchezo pia mwingine ambao umefuata wa Young Africans dhidi ya Faraba, tutakuja kugundua ya kwamba sawa, Bakari Monondo Mwamnyeto anakwenda kuokoa mpira, lakini ule mpira sio wa kuokoa kwa ajili ya kwenda kutenga. Although unaweza ukaokoa lakini umeweza kumtengea mwenzio. Wide defender unakwenda kukaba, mguu mmoja unakuwa uko slide, mwingine unakuwa uko down. No, kama ni fullback ambaye unabidi unahakikisha kwamba unakwenda kukaba, mimi naamini ya kwamba ni moja kwa moja unakwenda kuhakikisha kwamba hakuna mwanya wowote ambao unahakikisha ambao utakwenda kupigwa na adui ataenda kufanya nini, kupata nafasi. Hii utagundua na kuja kugundua marking ambazo mara nyingi marking ambazo anazifanya Cedric Boka. Not Cedric Boka. Ibrahim Baka. Utakuta ni anakwenda anahakikisha kwamba kama sipati mpira
basi nakwenda kumdefense yule ambaye anakwenda kutufanya nini, kutushambulia. Na kama nitakwenda kuupata mpira, basi lazima nihakikisha kwamba kuna 50 to 50. Yani mimi nakwenda kwa ajili ya kuwin mpira, na kama nikishinda kuwin mpira ni either nicheze rough ambayo itakuwa ni miongoni mwa kadi ya timu ambayo ningeisaidia timu yangu kupata kadi, lakini ningezuia mashambulizi ambayo yangefanya nini, yangeenda kwenye goli langu. So mimi naamini ya kwamba ninaona kabisa dakika 80 mpaka dakika 85 Mohamed Hussein Shabalala anahitajika. Otherwise ukiangalia commitment ya Young Africans, kama Clement Mzize atakuwa ameamka vizuri, basi pengine tunaenda kushangaa surprise ya pekee, kwa sababu Young Africans alishafanya maamuzi mengi. Japo maamuzi yake mengi ambayo anayafanya, mimi namwamini sana Young Africans akiwa na maamuzi katika viwanja vya ugenini, sio nyumbani. Young Africans aliamua hapa dhidi ya CR Belouizdad hapa. Young Africans akapata goli 4. Huyo Young Africans alishindwa hapa kupata goli dhidi ya MC Alger. Young Africans akaondoka kupata tu alama 3. Goli moja tu apate alama 3. Hapa Young Africans alishindwa. Young Africans ni hatari zaidi kukupa matokeo akiwa katika ardhi ya ugenini. Young Africans katika uwanja wake wa nyumbani, nisiwe mnafiki, Young Africans naiona 40 kwa 60. Unampa 40 kwenda? 40 Young Africans kwenda. 60 Young Africans kubaki. Na hii watanilaumu, ila ninaona kitu kikubwa ambacho mimi ninachokiamini. Kwa nini nimempa Young Africans 40%? Ana uwezo wa kupata commitment ya hali ya juu. Je, una uwezo wa kutengeneza nafasi na kuzitumia? Kitu ambacho kimeonekana kwa Young Africans ni tatizo. Sawa, leo tunaweza tukawaambia Clement Mzize amefanya nini? Amerudi uwanjani. Je, unatuaminisha sisi ya kwamba Clement Mzize amerejea uwanjani tutakwenda kudeliver kile kitu ambacho tunachokitaka? Sasa hapa tunakwenda kujiuliza maswali haya mawili. Amerejea uwanjani, sawa, hatukatai. Vipi kuhusiana na deliver? Atakwenda kutupa kile ambacho tumemzoea Clement Mzize, yule ambaye tumemzoea kabla, ambaye hajatoka kwenye majeruhi? Utakuja kugundua kwamba ni hapo sasa inategemea kuona ni namna gani ambavyo yeye mwenyewe Clement Mzize ameamka na kwenda kuprove long wale kitu ambacho sisi tunafanya nini, tunakizungumza. Kwa upande wangu Dube, mwalimu anaonekana anamtumia dakika chache ambazo zinaonekana ni dakika ambazo zimekwenda 80 85. Huwezi kumtumia striker kwenye maisha yako yote kama unacheza mpira. Yani nataka matokeo, then striker unaenda typical number 9 unakwenda kuiweka bench. Unafikiri unakwenda kukutana na dhahama kiasi gani? Ndicho kitu ambacho utakoja kwenda kukigundua ambacho alishindwa kupata matokeo katika mchezo dhidi ya Ahli. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, Depu watu wanamuimba, lakini kwa upande wangu naona ana kazi kubwa sana kwa ajili ya kuwaaminisha mashabiki wa Young Africans ya kwamba I'm the one ambaye nimebakia ndani ya klabu ya soka ya Young Africans. So to me, ukiniambia kwa upande wa Young Africans, kwa kikosi ambacho alichokuwa nacho, naweza nikawapa 40% kwa 60. Japo nimeona kuna baadhi ya watu wanajipa matumaini sana, wanaichukulia poa CR Belouizdad. Ila trust maneno yangu, mark my words. JS Kabri, mark my words. Pale katika uwanja wa New Amani Zanzibar, Young Africans wanapaita Guantanamo. Kuna mahali pa kuingilia tu, mahali pa kutokea hakuna. Wale wataingia na kutoka watapaona. Shukrani sana. Shukrani sana.